Mwenzangu ni Hamida Abubakar. Hamida, tuanze majukumu sasa. Asante Skola, tunaanza moja kwa moja na taarifa inayosema kwamba Israeli imeendelea kushambulia mji mkuu wa Lebanon, Beirut, pamoja na maeneo mengine nchini Iran katika mzozo unaoendelea wa kijeshi. Hii imetokea hasa baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kushambulia Israel kwa makombora na ndege zisizo na rubani, jambo lililochochea mashambulizi ya Israel dhidi ya Beirut na maeneo mengine nchini Lebanon. Aidha, milipuko mikubwa ikiendelea kusikika kote Tehran. Kuna ripoti kwamba wakazi wengi wanajaribu kuondoka katika mji mkuu kwa magari, huku wengine wakinunua na kuhifadhi bidhaa muhimu. Na mpisha na Steha Mohamed atupe taarifa hiyo kwa ukamilifu. Taarifa zinasema wengi wao waliopoteza maisha ni raia, huku mapigano yakiendelea na uhasama wa kijeshi ukizidi kutanuka katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Israel na Marekani zinaendelea kushambulia maeneo mbalimbali nchini Iran. Shambulizi la hivi karibuni likitokea katika mji mkuu wa Iran, Tehran, ambapo mapema Israel ilishambulia ofisi za rais wa Iran mjini Tehran. Katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram, IDF inasema mashambulizi na silaha nyingi zimeelekezwa kwenye ofisi ya rais na baraza kuu la usalama wa kitaifa. Taarifa hizo kutoka IDF inaongeza kwamba taasisi ya mafunzo ya kijeshi na miundombinu muhimu ya ziada ya utawala pia ililengwa. IDF inasema kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, alikuwa akitumia sana eneo hilo. Khamenei aliuawa katika eneo hilo mara ya mwisho wakati wa mashambulizi ya Marekani na Israel. Hali bado ni tete na taarifa za vifo zinaendelea kubadilika kadri mapigano yanavyoendelea. Vikosi vyetu pamoja na vikosi vya jeshi la Marekani vinaendelea kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa utawala wa Iran. Tumejikita katika kulenga kusambaratisha makombora ya balistiki, vituo vya uongozi na udhibiti, maghala ya chini ya ardhi na bila shaka viongozi muhimu wa utawala wa Iran. Ahmedin ni afisa wa juu wa kijeshi mwenye uhusiano wa karibu na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Lengo ni kusitisha vita hivi vya uchokozi ambavyo walianza dhidi ya nchi na kusababisha machungu. Na nadhani kuna uwezekano wa kulazimisha usitishaji wa mapigano ili kuzuia kuendeleza vita kusambaa. Haya kijiri wamekusanyika nchini Iran kwenye mazishi ya watoto waliouawa kwenye shambulio kwa shule katika siku ya kwanza ya mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel. Vyombo vya habari vya serikali vinasema zaidi ya wasichana 165 na walimu waliuawa katika shambulio hilo huko Minab. Wakati huo, Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imethibitisha kwamba ubalozi wa Marekani mjini Riyadh, kulingana na makadirio ya awali. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, wizara hiyo ilisema hii ilisababisha moto mdogo na uharibifu mdogo wa vifaa kwenye jengo hilo. Aidha, ubalozi wa Marekani umewaagiza wafanyikazi wake walioko Saudi Arabia kubaki ndani katika mji wa Jeddah, Riyadh na Dhahran kutokana na uwezekano wa tishio la kiusalama. Rais wa Marekani Donald Trump aliambia kituo cha runinga cha News Nation kwamba Marekani italipiza kisasi hivi karibuni kufuatia shambulio dhidi ya ubalozi wa Marekani mjini Riyadh na vifo vya wanajeshi wa Marekani. Kufikia sasa wanajeshi 6 wa Marekani wameuawa huku 18 wakiwa wamejeruhiwa, Marekani ilisema Jumatatu usiku. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea mashambulizi ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran, akidai kwamba ongezeko la hivi karibuni la mpango wa nyuklia wa Tehran, na mnukuu, lisingekuwa rahisi kudhibiti ndani ya miezi michache, mwisho wa kunukuu, kabla ya hatua ya Israel. Licha mashambulizi ya pamoja ya anga ya Israel na Marekani yaliyolenga vituo vitatu vya nyuklia wakati wa vita vya siku 12 mwezi Juni mwaka jana, Netanyahu anasema wanajeshi na mafundi wa Iran walianza kujenga maeneo mapya yakiwemo ya chini ya ardhi ambako wangeweza kuendeleza makombora ya balistiki na mabomu ya atomiki. Israel kwa muda mrefu imepinga urutubishaji wa nyuklia wa Iran, ikionya kuwa unaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia badala ya kutumika kwa madhumuni ya amani kama inavyodai serikali ya Iran. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC.
Na asante na Steha. Tunasalia bado tukiangazia mzozo huo Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amesema amesikitishwa na hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kutokuruhusu tangu awali Marekani kutumia kambi ya Uingereza katika bahari ya Hindi mwanzoni mwa vita na Iran. Akizungumza na magazeti mawili ya Uingereza, The Sun pamoja na The Daily Telegraph, Trump anasema Sakia amechukua muda mrefu sana na haijasaidia. Asha Juma na maelezo. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili kwa njia ya video, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kwa msingi wa uamuzi wa kukubali ombi la Marekani ulikuwa ni ulinzi wa pamoja wa shirika na kulinda maisha wa Uingereza, huku akishtumu Iran kwa kufuata sera ya vita ya kuharibu miundombinu muhimu kuzuia adui asiitumie. Waziri mkuu ameongeza kwa Marekani ingeruhusu kutumia kambi za kijeshi za Uingereza kwa lengo maalumu lenye kuhusishwa na kujihami ili kuharibu makombora ya Iran katika vyanzo vyake. Aidha, amesisitiza kwamba hatua hiyo ni kwa mujibu wa sheria za kimataifa na kwamba serikali ya Uingereza ilichapisha muhtasari wa ushauri wa kisheria iliyopewa kuhusu swala hilo. The United States has requested permission. Marekani imeomba ruhusa ya kutumia vituo vya kijeshi vya Uingereza kwa madhumuni hayo mahsusi na ya kujilinda kwa kiwango kilichowekewa mipaka. Tumechukua uamuzi wa kukubali ombi hili ili kuizuia Iran kurusha makombora katika ukanda huu, kuua raia wasio na hatia, kuweka maisha ya Uingereza katika hatari na kushambulia nchi ambazo hazijahusika kwa namna yoyote. Keir Starmer amejibu maswali ya wabunge kwa takriban saa 2:30 akielezea wazi kuwa anaamini hatua za Marekani na Israel hazikuwa sahihi, na akaongeza kusema kuwa huenda hazikuwa halali kisheria. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ilikuwa sahihi na halali kuiruhusu Marekani kutumia vituo vya anga vya Uingereza kushambulia maeneo ya kurushia makombora ya Iran kwa lengo la kuwalinda washirika wa Uingereza katika eneo la Ghuba dhidi ya mashambulizi. Hatua zozote za Uingereza lazima daima ziwe na msingi wa kisheria na mpango madhubuti uliotafakariwa kwa kina. Ninarudia tena, hatutahusika katika mashambulizi ya awali dhidi ya Iran na hatutashiriki katika hatua ya mashambulizi kwa sasa. Hata hivyo, mbele ya wimbi la makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran, tutawalinda raia wetu walioko katika eneo hilo na kuunga mkono haki ya kujilinda kwa pamoja na washirika wetu. Kumbukumbu za vita vya Iraq zilitajwa mara kwa mara ndani ya bunge, ikiwemo waziri mkuu mwenyewe. Ingawa mzozo huo ulitokea zaidi ya mbunge na zaidi ya miongo miwili kabla hajaingia Downing Street, ulikuwa sehemu muhimu ya hoja yake katika kuelezea msimamo wake wa sasa. Kwa upande wa chama cha Conservative, mbunge mwandamizi wa upinzani ambaye pia ni mwanasheria mkuu Lord Wolfson anaeleza sababu zinazoweza kuonyesha kuwa ushiriki wa Uingereza unaweza kutetewa kuwa ndani ya sheria za kimataifa. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumamosi, yakisababisha kifo cha kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei pamoja na maafisa wengine waandamizi. Iran ilijibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani katika maeneo mbalimbali, ikilenga nchi zikiwemo Israel, Bahrain, Kuwait, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, pamoja na meli zilizokuwa zikivuka mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wakuu wa utawala wake wametoa mitazamo tofauti kuhusu malengo yao nchini Iran. This was our last best chance to strike. Hii ilikuwa ni fursa yetu ya mwisho ya dhahiri kushambulia na kuondoa vitisho vinavyotolewa na utawala huu mgonjwa na mbaya. Na kwa hakika wao ni wagonjwa na wabaya. Malengo yako wazi. Kwanza, tunaharibu uwezo wao wa Irani wa silaha za makombora, na unaona hili likitokea kila saa, pamoja na uwezo wao wa kutengeneza silaha hizi mpya na nzuri wanazozitengeneza. Pili, tunaharibu jeshi lao la majini. Tayari tumeharibu meli 10 zipo chini ya bahari. Na tatu, tunahakikisha kuwa mdhamini nambari 1 wa ugaidi duniani hawezi kamwe kupata silaha ya nyuklia. Katika mkutano na waandishi wa habari, Rais Donald Trump amesema Marekani inalenga kuharibu uwezo wa Iran wa makombora ya masafa marefu, jeshi lake la majini, uwezo wake wa kuendeleza silaha za nyuklia, pamoja na msaada wake kwa makundi ya washirika wake katika eneo hilo. Wakati hayo yakijiri, watu wamekusanyika kusini mwa Iran kwa maombolezo na maziko ya watoto wao kwenye shambulio shuleni. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vinaarifu kuwa zaidi ya wasichana 165 pamoja na walimu wao waliuawa katika
katika shambulio hilo lililotokea mjini Minab siku ya kwanza ya mashambulizi ya Marekani na Israel. Na kama ulivyosikia